Wapendwa, niseme tu ni kwa neema ya Mungu pekee tumefika mahali hapa leo, ili tupate kujifunza, ili tupate kutafakari na kujenga maono ya pamoja kwa ajili ya huduma yetu na jamii inayotuzunguka. Leo ni semina zaidi, na naomba ukae mkao huo. Leo ni semina, naomba mjisikie amani kabisa na karibuni sana. Jambo la pili, nizungumze kifupi tu kuhusu wito wetu wa kichungaji. Wapendwa wachungaji, mnatambua kuwa kanisa la Kristo limeitwa kuwa nuru ya ulimwengu na chumvi ya dunia. Wito huu unatuhitaji kusimama katika kweli ya Injili. Nataka kuhubiri haki na kutetea utu na heshima ya kila mwanadamu, tukitambua na kuthamini kwamba sote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Vile vile tumeitwa kusimamia kwa uaminifu rasilimali ambazo Mungu ametukabidhi kama mawakili wake. Uwakili, ndugu zangu, si suala la fedha pekee. Uwakili ni jambo la maisha mazima ya mwanadamu. Uwakili ni matumizi sahihi ya vipawa, matumizi sahihi ya muda, mali, mamlaka na fursa ambazo Mungu ametupa kwa ajili ya utukufu wake. Mtume Paulo anatukumbusha vizuri sana katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorintho, ana mlango ule wa 4 mstari wa 2, mnaufahamu vizuri. Anatukumbusha akisema, zaidi ya hayo, inayohitajiwa katika mawakili ni mtu aonekane kuwa mwaminifu. Mtu aonekane kuwa mwaminifu. Hivyo, kama wachungaji na viongozi wa kiroho, tunaitwa kuwa mifano ya kufuata utaratibu katika ibada zetu, kuwa waaminifu kwa rasilimali zote ambayo tumekabidhiwa katika utumishi huu, iwapo ni wale wa sharika, kondoo wa Bwana mwenyewe, rasilimali nyingine kama mali za usharika na muda wa ibada. Hivyo uwazi na uwajibikaji katika huduma iliyowekwa mikononi mwetu. Uwazi na uwajibikaji. Naitwa mchungaji Andrew Munisi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini. Ni katibu wa idara ya uwakili na miradi katika dayosisi yetu. Na siku ya leo tumekuwa na semina nzuri sana ya kujengea uwezo baadhi ya wachungaji viongozi katika sharika zetu. Dayosisi yetu ya Kaskazini ina sharika zipatazo 177 ambazo zimesambaa katika majimbo 5: jimbo la Kilimanjaro Mashariki, Kilimanjaro Kati, jimbo la Hai, Siha pamoja na jimbo la Karatu. Kwa siku ya leo tumechagua sharika 10 kutoka majimbo 4 ya Kilimanjaro Kati, Kilimanjaro Mashariki, Hai na Siha, na kuwajengea uwezo wachungaji viongozi wa sharika kuhusiana na masuala yanayohusu uwakili wetu kwa Bwana. Na tunapozungumza swala la uwakili, tufahamu kwamba tunazungumza habari ya misioni na uinjilisti. Ni kwa namna gani ambavyo kazi na huduma zinaweza kufanyika katika sharika zetu kwa kuzingatia vipaumbele vya mpango mkakati wa dayosisi yetu. Na kipaumbele kimojawapo ni ukuaji endelevu wa kanisa. Lakini pia kipaumbele cha pili ni ukuaji endelevu wa kiuchumi wa kanisa, na kipaumbele namba 3 na namba 5 vinavyohusiana na haki za binadamu. Kwa hiyo kwa siku ya leo tukaona ni vizuri basi tuchague kupitia majimbo sharika 10 ambayo ni sharika kama 50 wamekutana hapa na kujengewa uwezo kuhusiana na uwakili wao kama watumishi wa kanisa, ni kwa jinsi gani ambavyo wanaweza kuendelea
kuongoza sharika zile vizuri katika ufanisi wa hali ya juu, lakini pia kuhakikisha kwamba washarika wetu wanapata zile huduma za kiroho ambazo wanazistahili, na wakipata zile huduma za kiroho wanazozistahili, basi wanaweza kutoa itikio lao mbele za Mungu kwa njia ya matoleo yao, na kwa njia ya matoleo yale basi injili inahubiriwa popote duniani. Jina langu mimi naitwa Mchungaji Edita Msechu, mchungaji kiongozi usharika wa Mawanjeni, jimbo la Kilimanjaro Mashariki, Dayosisi ya Kaskazini. Ninafurahishwa sana na semina hii ya siku ya leo, na kipekee na mshukuru Mheshimiwa Baba Askofu kwa kuiandalia semina hii na kutuita sisi baadhi ya wachungaji tuje kujifunza. Nimefurahishwa na masomo ya sheria kuhusu mila potofu ambazo zinakandamiza baadhi ya makundi. Haya ni mambo ambayo yamenihuisha kwa upya, yamenipa nguvu mpya, na naamini ninaporudi usharikani sirudi tena kama nilivyotoka, narudi nikiwa na kitu kipya ambacho nimejifunza na kitanisaidia kufanikisha pale nilipofikia, kufanikisha zaidi. Naitwa Mchungaji David Palancho, mchungaji kiongozi usharika wa Magadini, jimbo la Kilimanjaro Kati, Dayosisi ya Kaskazini. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa ajili ya semina hii ya uwakili ambayo imeandaliwa na dayosisi yetu. Kwa kweli katika semina hii binafsi nimejifunza mambo mengi ambayo yatanisaidia binafsi kama mchungaji, lakini pia katika eneo nalotumika, kwa maana ya kwamba tumika katika eneo la misioni ambao upana wake bado kunahitaji sana habari ya elimu katika nyanja mbalimbali kwa lengo la kuendelea kumtumikia Mungu. Moja ni katika habari hiyo ya uwakili wa kiroho, lakini pia uwakili wa kumtumikia Mungu na nafasi pia ya kutumia muda. Lakini jambo la pili, ninashukuru kwa sababu tumezungumza habari ya kupinga mila potofu mbalimbali, ambapo hasa katika eneo linalotumika bado hali hiyo ni kubwa zaidi, ingawa bado wanaonekana kana kwamba wafanyi, lakini wanafanya kwa siri, na ukeketaji bado ni mkubwa sana katika eneo la Masaini, japo kwa wakati huu hawasemi kwamba tunafanya, lakini wanafanya. Kwa hiyo kupitia semina hii nimepata jambo ambalo nitaenda kusimama, lakini pia kutoa elimu ili kuendelea kusimama katika haki, lakini pia kuto kufanya ukatili ambao utasababisha watoto waone kwamba wamekatiliwa zaidi.